Habari ya asubuhi. Mjambo. Basi nataka nichukue fursa hii ni wasalimu kwa jina la Bwana, kwa wale ambao mnaitika Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu. Mimi ndio Daktari Wilson Tayo hapa, na asubuhi ya leo nafurahia kuja kusema na nyinyi mambo mawili matatu ambao ninajua tena itakuwa ya baraka na ya msingi kwenu. Nataka kuzungumzia sehemu ya watu ambao wana matatizo ya maibiwa kwa maboma. Watu wanaibiwa mang'ombe, wanaibiwa vidaa kwa maboma, wengine mnaibiwa mashambani, wengine vitu vyenu vinaibiwa katika manyumba. Watu wanavunja nyumba alafu wanaingia wanaiba. Kuna watu ambao pia mnatatizika jambo hili katika maeneo ya biashara. Wengine ni mabiasharani, wengine ni makanisani. Makanisa zinavunjwa, maofisi, watu wanaingia wanaiba vitu. Haya, pia wengine wanapata kutatizika upande wa maofisi zao kwa wizi wa aina hii. Sasa jambo ambalo nitakusihi ni kwamba sikiliza hii video mpaka mwisho ili uelewe kile ninasema. Hii maneno ya kusikiza dakika mbili alafu naamua huyu ni mchawi, wachana nayo mtu wa Mungu. Utapoteza kifunguo cha maana cha maisha yako ambacho Mungu amekujalia kukutana nacho katika media section, katika mitandao hii ya media. Labda Mungu ameweka ndani yangu neno ambalo wewe ulikuwa ukifunga na kuomba kwa muda mrefu na Mungu akanipa jibu. Au ukifungia tu hapa haraka dakika mbili, dakika moja umefunga, basi utaelewa kwa upana huyu mtu alikuwa anasema nini. Kuelewa, kusikiliza mtu kutoka mwanzo mpaka amalize statement yake, basi itakupatia kufanya uamuzi mzuri na hukumu nzuri kuhusu mambo ambayo huyo mtu amesema. Kwa hivyo nawaomba msikilize hii video mpaka mwisho, kwa sababu kwa moyo wangu ninajua kuna watu hapa wengi watahitaji na watahitaji kusaidika nayo. Mnanielewa jamani? Basi asubuhi ya leo kuhusu vile watu wananiita, kwa sababu ufahamu wako vile unavyoniona, wengine wanaita daktari, wengine wanaita profesa, wengine wanaita Dr. Solution, wengine wanaita mganga wa kienyeji wa madawa ya kienyeji, wengine wanaita pastor, mchungaji, wengine wananiita mtume, wengine wanaita manabii. Kila mtu ananiita kulingana na vile amepewa mawazo katika moyo wake, vile ameliona. Na katika hali yoyote yenye utaniita, haitanigeuza kuwa vile umeniita. Nitabaki tu vile nilivyo. Sasa vile mimi najijua mwenyewe ndio nitakwambia. Mimi naitwa Daktari Wilson Tayo. Mimi ni mtumishi ambaye natumika katika nyumba ya Mungu na katika ufalme wa Bwana. Na unaweza, hiyo ndio mimi najua. Mimi ni mjumbe aliyetumwa kuleta habari, kusaidia watu wa Mungu na kusaidia maisha yangu na maisha ya watu wangu, ili niweze kusonga hatua na kumtukuza Mungu katika maisha haya. Kuna huduma ambazo Bwana amenipatia zenye huwa nafanya. Kwa hivyo mimi ni mtoto wa Mungu na ni mtu aliye na imani ndani ya Yesu Kristo aliyezaliwa na mbikira. Sasa vile watu wananiita na vile watanibandika haitanigeuza, na wala sitakasirika vile mtaniita. Kila mtu aniite vile anaona. Nikikuwekea Biblia hapa, kitabu chenye chekundu, niulize watu watano hii ni nini, mwingine atasema ni neno la Mungu, mwingine atasema ni Biblia, mwingine anasema ni kitabu cheusi, mwingine anasema hii ni maandiko, mwingine anasema ni nyaraka za Paulo. Kila mtu kuna vile atafanya nini, ataniona. Hata wakati Yesu alikuwa anatembea na wanafunzi wake, kuna mahali alifika alafu akaambia watu ketini chini. Vile tunatembea na nyinyi huku na huku, unasikia watu wananiona kama nani. Wengine wakasema, wengine wanakuita Jeremiah, wengine wanasema mmoja manabii, wengine wanasema ni Elia, wengine wanasema ni nani. Akajua basi watu wajua. Huyu mmoja akauliza, na nyinyi mnasema nani? Sasa kuna mtu mmoja kwa wanafunzi wake ambaye alikuwa mpata ufunuo Yesu ni nani. Lakini kwa macho ya kawaida
watu ambao wako kama mimi, wahubiri aina mimi, ni rahisi sana watu kukosa kuwajua. Si rahisi kujua huyo mtu, utambandika majina tofauti tofauti, lakini ukweli ni kwamba nitabaki vile Mungu alivyoniweka. Mimi namwamini Mungu ndani ya imani ya Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye amenijalia neema ya kuishi leo na kuwa katika mtandao huu nilete ujumbe huu utakao kusaidia. Sasa sikiliza, mtu wa Mungu, kwa wale ambao mnaibiwa, recipe za kusababisha kufanya watu warudishe ile vitu imeibiwa ziko, na hizo recipe zingine ni huduma ambayo inatakikana kufanywa hapo katika hiyo boma ambayo imeibiwa, au katika maeneo pa kazi hapo pameibiwa, au katika hiyo ofisi ambayo imeibiwa. Na kuna recipe ambazo unaweza pata tu na ukaelekezwa namna ya kwenda kufanya kutumia hizo recipe, na pia watu wataregesha ile vitu ambavyo wameiba. Jambo lingine ambalo nataka nizungumzia hapo ni uelewe kwamba kama maeneo penye pameibiwa umekodisha, kuna recipes zinaweza fanya kazi maeneo kama pale ukarudishiwa, na kuna recipe ambazo haziwezi kufanya kazi kwa mahali ambapo umerendisha. Inatakikana iwe ni mahali pako penyewe. So iwapo ni ofisi umekodisha, kuna huduma ukiibiwa hapo unaweza fanya, na kuna huduma unalimitiwa kufanya. You are limited. Hauwezi kufikia kuifanya hapo. Kwa sababu gani? Kwa sababu hauna mamlaka na hiyo sehemu. Wewe pia ni mtunzaji tu wa vitu vyako hapo, lakini kuna mkubwa wako ambaye ndio mwenye hapo mahali. Huyo mkubwa anaitwa wa kiume anaitwa landlord, na wa kike anaitwa landlady. So landlord ni mtu ambaye anamiliki maeneo penye unafanyiwa kazi, unamlipa rent. Huyo mtu anaitwa landlord wako, ni lord wako. Yeye ndiye the word lord inaonyesha kwamba wewe unakuwa mtumwa wake. Ana lord pale, yeye anatawala, anamiliki pale mahali unafanyia kazi. Sasa kuna huduma huwezi ukazifanya hapo kama wewe si mwenyewe. Sasa the same inaenda kwa maeneo pa biashara, the same hiyo inaenda kwa maeneo unaishi, na the same inafanya kwa maeneo ya wale wahubiri. Kuna huduma za kufanya kwa ground kama hiyo land ni yako, na kuna huduma ambayo huwezi fanya kwa ground, hiyo inakupatia limitation. Sawa sawa. Watu wengi Kenya hii, East Africa na nje ya Afrika wamenifikia. Watu kutoka Marekani, kutoka Ulaya, kutoka uzunguni hapa, kutoka West Africa, kutoka South Africa na hapa East Africa. Watu wananifikia kutoka Kenya na county mbalimbali ili kusaidia kwa sehemu hii. Sehemu hii nimefikiwa na watu wengi. Watu wanaibia watu, wanataka kuweka kinga katika boma. Kuweka kinga katika boma lazima liwe ni boma lako. Kuweka kinga katika nyumba lazima iwe ni nyumba yako. Hiyo kinga ni ya ground. Lakini kando na hiyo, unaweza kujiwekea kinga wewe mwenyewe, kwa sababu wewe ni wewe. Sasa kuna kinga ya kwako na kuna kinga ya boma, kuna kinga ya kazini. Vinaweza kufanya kazi kama ulinzi. Sasa kama mtu ameibiwa mahali na hapo mahali si pako, kuna huduma unaweza fanya, lakini kuna huduma huwezi fanya. Na pia jambo lingine ambalo nataka mjue kuhusiana na sehemu hiyo ni kwamba kama umeibiwa mahali mahali ambapo umeibiwa, iwapo unataka kutafuta njia ya huduma fulani ya kurudisha vitu ambavyo vimeibiwa, usiruhusu watu kupita hapo na kuguza area hiyo. Weka alama na ihifadhiwe.
itunzwe mpaka vile utakuja kuweka nini, mpaka vile utakuja kuweka ile recipe ambayo inatakikana pale, ili kusababisha ule mtu arudishe. Ukiguza pale, watu waguze pale. Kama kuna watu wananifikia kudemand hii service, wanataka hii service baada ya muda mrefu, unakuta baada ya siku 5, baada ya miezi miwili, baada ya mwaka moja, baada mtu anasema niliibiwa hii, nataka irudishwe, niliibiwa hii. Lakini hapo mali imeshakuwa tempered, imeshaharibiwa. Huna uwezo wa kunilete mimi kwa boma yako physically. Huna uwezo wa kunilete kwa nchi yako. Huna uwezo wa kunilete kwa biashara yako on the ground. Wewe uwezo uko nao ni wa kuitisha product ambayo nitakutumia, ama unataka nifanye kazi nikiwa huku na kitu itendeke kule ambapo inawezekana. Lakini hizo ni za pesa kidogo, utaweza. Ila sasa nazo ziko limited. Ile iko kubwa sana yenye na uwezo ni ile ya kufanya on the ground, mahali ambapo pameibiwa. So hapo mahali usitempe na hapo. Kama umeibiwa na unataka kutafuta njia hiyo vitu virudishwe, kama ni vitu imeibiwa kwa boma ama kwa nyumba ndani imebomolewa ikaibiwa, ama mtu alifungua kifuli akabomoa akaiba, na hiyo sehemu ni boma lako, kuna huduma ya kufanya. Alafu pia usiguze pale mahali, iwe ni sehemu ya biashara, na sehemu ya biashara watu wengi wamerendisha. So kuna aina ya recipe ya kufanya hiyo. Pia unaruhusiwa usiguze pale. Ni hekima nawapatia ndio hizi vitu ziweze kufanya kazi. Msije ungafikiria hata haifanyi kazi, hapo watu wameguza. Mimi mwenyewe nimewahi kupoteza vitu vyangu, lakini sasa nilikuwa ninaishi mahali ambapo hiyo compound sina compound yangu. So kuna huduma ambazo nilikuwa sijajua. Kuna huduma nyingi sana ambazo zinaweza fanyika, kuna recipe nyingi zinaweza fanyika. Na mimi si Mungu, sijui kila kitu. Kuna vile vitu najua, lakini kuna vile vitu sijajua. Kuna wale wanajua kunishinda. Mimi sijawajua watu. Mimi yule najua tu dunia hii, mwenye anajua mambo kunishinda ni Mungu. Hiyo tu ndio najua. Lakini ninaamini kwamba pia kuna wanadamu ambao Mungu ameneemesha sana katika line kama hizi zangu, wanaojua zaidi kuliko mimi. Lakini mimi sijawahi kutana nao, sijawahi kuwajua. Na hata nikikutana mmoja ambaye anajua zaidi kuliko mimi, nitatamani sana niketi chini ili na yeye pia anifundishe, maana hakuna mtu anajua chochote duniani bila Mungu kumjulisha. Na mtu hawezi fanya jambo lolote nzuri mahali kama Mungu hajamwezesha. Sasa asubuhi ya leo, kama umeibiwa kwa duka, kwa nyumba, kwa sehemu ya kazi, kwa ofisi, usiguze hapo mahali. Achana pahifadhi, ili tutafute vile tutafanya, utapata kinga ya kutatua hiyo maneno, urudishiwe vitu vyako. Mfano sasa wale, kama kwa mfano umeibiwa na hujatempa na hapo mahali, kuanzia sasa mshare hii ujumbe na wenzenu, msaidie marafiki, msaidie majirani, saidieni watu ambao wanahusiana nyinyi, ili uweze kuhifadhi ujumbe. Ndio jambo hilo likitokea tena watajua la kufanya. Ndio msija mkaribu mambo ambayo inaweza kuwasaidia rahisi. Sasa iwapo Mungu atawasaidia na mmepata hiyo tatizo, au unajua mtu amepata hiyo tatizo, hii ndio vile utafanya. Kama umeibiwa popote, kazini, nyumbani, kwa boma, na unataka kurudisha hizo vitu, huyo mtu arudishe, apende asipende, hivi ndivyo nafanya. Tafuta wall gecko. Wall gecko ni mdudu mwingine huwa anatembea kwa ukuta kwa nyumba. Mnamjua tu. Anatembea kwa kiti kwa nyumba na akona miguu minne. Aina ya lizard. Anaitwa wall gecko. Aina ya lizard. Tafuta huyo mmoja. Ni mdudu ambaye ninajua
anaweza kufanya kazi gani ya kiroho, na mwanadamu aliyepewa utawala wa hao wadudu akasaidika. So wall gecko ama lizard ule unamtafuta huyo mmoja. Alafu jambo la pili, kuna majani haya ambao tunaita kwa kizungu touch and die. Ni herb, ni mmea unaomea kwa chini, unasambaa kwa chini chini hivi. Hauendi juu sana. Unaweza fika sehemu kama haufiki mita moja. Unamea, hauwezi kupita mita moja, kwa kama some feet. Alafu unaanza kuenda hivi. Saa zingine unaendanga na chini tu peke yake. Unaenda na chini peke yake. Huo mmea unaitwa touch and die. Yaani ukiuguza unajikunja. Ukiuguza unajikunja hapo na hapo. Ndio maana inaitwa touch and die. Sasa huo mmea, mtu wa Mungu, tafuta majani yake mengi ambao unaweza. Alafu jambo la tatu, usisahau kuwa na pilipili ya alligator pepper. Pilipili ya alligator. Pondi moja inatosha. Sio mbegu moja, pondi moja, yani kafurushi kamoja ka pilipili ya alligator kanatosha. Mtu wa Mungu, hizi ni vitu ambavyo maarifa yapo. Ninajua kwamba kuna vitu ambavyo vinaweza fanya kazi kwa nyumba ya wachawi na wakatumia kuroga. Na hizo vitu vinaweza tumika kazi kwa nyumba ya watumishi wa Mungu ama wanadamu wanaomcha Mungu, pia wakajisaidia na hizo vitu. Hakuna kitu ambacho kimeumbwa dunia hii na Mungu na akakitenga kwamba hicho ni cha wachawi peke yao, watoto wangu hawafai kutumia. Hapana. Ile kitu inafanya utumizi wa chombo uwe kiuchawi ama uzuri ni lengo la mtu na nia ya mtu anapofanya jambo lile. Maarifa yale ambao yanajulikana, unaweza kutumia hizo vitu nimetaja. Unaweza kutumia na kutengeneza. Muhimu ni ujue zinaweza kukusaidiaje. Sasa mimi najua ukichukua hayo majani pamoja na huo mdudu anaitwa gecko ama lizard, pamoja na pete moja ya alligator pepper, poti moja, uchanganye pamoja, alafu uweke kwa nyungu chile cha udongo, ufunike, usimwage maji ndani, weka kwa moto, choma kabisa iwe makaa. Zikishakuwa makaa, sasa weka kwa blender, ufanye kama powder, ama usiage na ile jiwe la zamani la kusagia, lile traditional stone. A traditional stone, ile grinder yenye tunatumia kupiga magoti chini, alafu tunasiaga hivi. Mimi nimewahi fanya hiyo kwetu kitambo. Kuna hii jiwe kubwa inawekwa na kajiwe kadogo kako juu. Sasa unatumia hiyo kufanya iwe nini? Iwe unga. Ukishatengeneza hivyo, hapa inakuja maarifa. Rohoni, mambo ya kiroho, Ukristo si rohoni, Uislamu si rohoni, Uhindi si rohoni, Buddha si rohoni. Hizo ni madhehebu. Sawa. Spirituality, Mkristo anaweza kuwa kiroho, Muislamu anaweza kuwa kiroho, Muhindi anaweza kuwa kiroho, Mbuddha anaweza kuwa kiroho, mpagani anaweza kuwa kiroho. Kila mtu anaweza kufanya rohoni. Sasa dimensions za rohoni ziko tofauti. Sasa kuna ile dimension ya rohoni ya Christianity. Sasa dimension ya rohoni ya Christianity ndio nataka nilete, kwa sababu mimi ni mmoja wa hao anayemwamini Mungu, anayesimama ndani ya Kristo Yesu, anayemhubiri Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha ya wanadamu, anayechunga na kusaidia makanisa, watoto wa Mungu, na kuwashauri katika njia zinazoweza kuwapatia urithi hapa duniani
na mbele za Mungu wakapata faida ya urithi wa umilele. Ni mimi hapa. Sasa ndio maana nataka nikupatie dimension hiyo. Kwa wale ambao mnamwamini Mungu na mnaenda na dimension ya Kikristo, nyinyi wa Kristo, ukishatengeneza hivi, weka hiyo powder mbele za Bwana kwa maombi. Maombi yenye utaomba ni kama yafuatayo: Bwana Baba wa mbinguni, naja kwako na unyenyekevu asubuhi ya leo. Na kushukuru Bwana Mungu kwa neema ambao umenipatia na kibali cha kuwa hai siku ya leo, kwamba niwe miongoni mwa watu wazima na wale walio hai wana afya nzuri. Na kushukuru asubuhi hii. Naomba Bwana uendelee kunipatia rehema zaidi na neema zaidi, ili niweze kuendelea kuishi na kufanya mambo yangu vile unavyotaka, na pia nifanikishe kazi ambao umenipatia katika dunia hii, ifaidi jamii yangu na generation yangu kabla wakati wangu haujafika. Usikubali nikaondoka mtumishi wako kabla ya wakati. Usikubali nikalemazwa na nikanyang'anywa maisha kabla wakati. Naomba uiamurishe ardhi isinipokee kabla kipindi chako na wakati wako hujafika. Na kushukuru kwa bidhaa ambazo umenipatia kupitia kwa Motherland. Hizi bidhaa nimeshika kwa maarifa ambayo umenipatia. Ninatengeneza hii powder ili uweze kunisaidia katika maarifa ulionipa. Na kushukuru Bwana kwa sababu unajua kila kitu na unaona kila kitu. Unaelewa nia yangu kwa jambo hili ni gani. Asubuhi ya leo, basi Bwana, kuna mtu aliyeiba hiki na hiki, sasa unataja. Na mimi simjui mahali anatoka, sijui walifanyaje. Na kutegemea ewe Bwana kwa kila jambo. Na asubuhi ya leo ndio maana naweka fadhaa zangu mbele yako. Wewe unayejali maswali ya mwanadamu, basi na present kesi yangu mbele yako. Neno lako nasema nitetee haki yangu mbele yako, na wewe utanipa haki yangu katika maisha. Asubuhi ya leo ninakuja kulalamika mbele yako Bwana, kwamba nimechukuliwa hiki na hiki na hiki, kile na kile na kile katika duka hili. Nimechukuliwa hiki na hiki na hiki, kile na kile katika compound hii yangu. Nimechukuliwa hiki na hiki na kile na kile katika nyumba hii yangu. Na Bwana ni Mungu uliyenipatia jasho na nguvu zangu. Kwa neema hiyo yako nikatafuta hizi vitu, na Bwana kwa kipindi hiki vimekuwa vya msaada nikitumia. Sasa mtu amekuja na akaiba. Asubuhi ya leo basi ninaomba, unamjua, unamuelewa na unajua mahali alipo. Popote alipo, naomba umsababishe arudishe hizi vitu venye aliiba. Unavitaja tena. Sasa unataja hiyo vitu leo, unasema unaomba asababishe arudishe kwa kipindi ya siku 7. Unanielewa mtu wa Mungu? Kipindi ya siku 7. Sasa ukaombe hivyo. Ukishaomba hivyo mbele za Mungu, ombea mavumbi, unageuzia mavumbi, unaamurisha kwamba wewe mtu ambaye umeiba hiki na hiki na hiki na hiki, na kuamurisha popote ulipo utakuwa na amani. Maana umefanya uovu, sasa umekuwa ni muovu. Na neno la Mungu linasema hakuna amani kwa watu waovu. Hivi naondoa amani kwako na kutumia mjumbe ambaye ni jangili. Kwa sababu neno la Mungu linasema watu waovu wanatumiwa wajumbe wa jangili. Na kutumia mjumbe jangili atakaye kutesa na kukuletea shida mpaka urudishe hizi vitu ambao umeiba 1, 2, 3 kwa siku 7. Unatoka magharibi, unatoka mashariki, ulitoka kaskazini na kusini, na kuamurisha urudishe hapa chini ya siku 7. Chini ya mamlaka ya jina la Yesu. Katika chochote nifanyalo kwa maneno au matendo, neno la Mungu linaniambia nifanye kwa jina la Yesu, Bwana wetu Yesu Kristo. So asubuhi ya leo na kuamurisha kwa jina la Yesu, urudishe hizi vitu ulioiba chini ya siku 7. Hapo sasa ukitaka ufanye awe wazimu, unafanya. Ukitaka wewe, sio mimi nasema. Ukisema hivyo itakuwa hivyo. Ukitaka vile unataka awe zombe, awe nini, basi wewe sasa ni moyo wako. Lakini hivyo ndivyo unafanya.
Ukishaomba hiyo, hakuna pepo itakuja kuingia hapo ndani. Umeweka hiyo kesi mbele ya Mungu. Hiyo product kama ingevuta mapepo haitavuta mapepo. Umeikabidhi mbele za Mungu. Umeziba ukuta wote ambao maroho inaweza kutumia kuingia. Umeruhusu mmoja peke yake, mamlaka yake ifanye kazi na hiyo product. Ukimaliza, mwaga hiyo product maeneo pale penye ile kitu ilikuwa. Ndio maana nikakwambia pasiwe pametempwa na watu wamekanyaga ama wameshikashika hapo. Ukimwaga hapo, wale watu, yale maneno umesema yatakamata wale watu walihusika na hapo mahali. Sasa hiyo kitu ndio utafanya hivyo. Utamwaga hapo, alafu utangoja chini ya siku 7. Ndani ya siku 7, mtu wa Mungu, vitu vyako vitarudishwa. Hivi ndivyo unavyofanya, utaona manufaa makubwa, watu wa Mungu. Hakuna haja ya kunihukumu. Ilipitwa na wakati. Sisi tunamwamini Mungu na muachia Mungu. Wewe unamwachia Mungu, mimi sijakataa. Lakini kuna yule ambaye anajua nafasi yake iko. Umemwachia Mungu, ni sawa, hiyo ni nafasi moja. Nafasi ya pili, kuna yule ambaye anajua amemwachia Mungu na ndio maana akaomba, alafu akakuja kufanya vile nimefanya. Maandiko yanasema ombeni mtapewa, tafuteni mtaona, bisheni mtafunguliwa. Chochote muombacho kwa maneno au kwa matendo, chochote mfanyacho kwa maneno au kwa matendo, fanyeni katika jina la Yesu. Imani bila matendo imekufa. Umeomba, umemaliza kuomba mbele za Mungu, unamwaga ile ni tendo, unamwaga ile product pale. Wasema kwa jina la Yesu, kama vile nimemwaga hapa, huyu jamaa arudishe. Hiyo kitu itarudishwa mbele yako, akilia, akiwa amebebwa, akiwa kahali yoyote ile, apende asipende, atarudishwa. Naitwa Wilson Tayo. Kwa unyenyekevu wa Mungu nimekufundisha haya maarifa. Naomba muyaelewe na mjue kwamba ni Mungu tunayemtumikia aliye katika matendo haya yote. Asante kwa kunisikiliza. Kama Bwana atakujalia, chukua hii video upatie mtu mwingine, itakuwa msaada kwake. Kama unaona hauna haja nayo, basi nakuomba uachie wale ambao wana haja nayo, wataisikiliza, itawasaidia. Ubarikiwe, tukutane na wewe kwa video itakayokusaidia kama hii haitakuwa ya msaada kwako. Asante.